Jina langu naitwa Yusuf. Nimezaliwa mkoani Tabora, wilaya Nzega, kijiji cha Kapilura. Nimesomea huko kuanzia primary mpaka sekondari. Advance nilipangiwa Tabora mjini. Na hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kuja mjini. Na huko nikiacha maisha kijijini tangu nikiwa mdogo. Nilisoma, nilimaliza salama bila shida. Katika maneno ya mama yangu, kila siku alinionya sana kujihusisha na mahusiano na mabinti wa mjini. Mama yangu aliwapiga sana vita mabinti wa mjini, akidai kwamba hawana heshima wala utu na hawajali kama wanawake wa kijijini wanavyofanya. Lakini pia wanawake wa kijijini wengi wao wamefundishwa, hivyo basi wana heshima, utu pia wanajali. Basi bwana, siku zote nilizokuwa naishi mjini sikuwahi kujihusisha na mahusiano yoyote yale. Wasichana wote shuleni na hata nje ya shule niliyokuwa nikisoma. Nilifanikiwa nikamaliza mpaka chuo nikiwa sina mahusiano yoyote. Na nilimaliza nikiwa Dar es Salaam. Na kabla ya kuja mjini huko Dar es Salaam, nakumbuka nilipokuwa sekondari kijijini kwetu, nilikuwa nina mpenzi wangu, alikuwa anaitwa Mary. Baada ya kuja mjini Advance, nilisikia Mary ameolewa. Niliumia sana. Lakini sikuwa na jinsi, manake mimi nilikuwa muda kuwa bado. Lakini nilimpenda sana Mary. Niliahidi nikimaliza tu chuo nitakuja kumuoa Mary. Bahati mbaya haikuwa riziki kwangu, japokuwa niliumia sana. Tangu hapo sikuwahi tena kuwa na mpenzi, haswa wanawake wa mjini. Nilikuwa nikiogopa sana. Baada ya kumaliza chuo Dar es Salaam, nilipata kibarua cha kujishikiza mjini. Hivyo basi nikamwambia mama kwamba mimi nitabaki huku mjini, wakati huo nikiendelea kusubiria ajira zitoke. Mama yangu alinipatia baraka zote, bila kusahau kuniasa niachane na wanawake wa mjini. Nikitaka kuoa basi nirudi nyumbani. Wako mabinti wengi wazuri ambao waliofundwa, lakini sio hawa huku mjini. Nilimuolewa mama, na mimi nikaanza maisha mjini. Na huku nikiwa nafanya kazi kwenye shirika la mikopo. Mitaa niliyokuwa naishi ni uswahilini sana, msikilizaji. Yaani ile mitaa ambayo ina lodge, baa nyingi, yaani mizunguko ya makahaba ni wengi. Mtaa wangu ulikuwa umezungukwa na baa kama zote, kama 5 hivi. Na guest zile za shilingi 3,000. Mtaa wa 3 kutoka mtaani kwangu kulikuwa kuna kasino nyingi tofauti tofauti. Kwa hiyo hali hiyo ilisababisha kuwa mtaa wenye makelele sana, kitu ambacho kilikuwa kikinikwaza mno. Sasa na mimi nilikuwa nishakuwa mwenyeji katika huo mji. Kuna siku nilikuwa nimekutana na mdada mmoja tu, alikuwa anaitwa Joha. Nilianza naye mahusiano, na ndo mwanamke wangu wa kwanza katika utu uzima wangu. Nilimpenda sana Joha. Alikuwa ni mwanamke wa mjini haswa, ukitazama mambo yake ya mjini. Tulikaa kwenye mahusiano kwa miezi 4 mimi na Joha. Nilitangaza ndoa. Mama yangu kwa kiasi fulani hakupenda kabisa mimi kuwa mwanamke wa mjini. Lakini mwamba mimi ndo nilikwisha kupenda, nitafanya nini? Ndoa ilipita salama kwa sababu nilikuwa nashikashika vijipesa. Mke wangu alikuwa anapendeza sio kitoto. Alikuwa anawaka. Joha alipofika mtaani, alikuwa ni mtoto wa moto kweli kweli. Kila mtu alimtizama kwa uchu kabisa. Maisha ya ndoa ilianza na kuwa mazuri sana. Nilianza kupendeza, sikujuta kumuoa Joha. Tulipendana sana. Kazi yangu mimi ni kukopesha, na kuna wakati ilitakiwa twende vijijini kuongea na walimu, wafanya biashara na kuwashawishi wachukue mikopo katika shirika letu. Wakati mwingine ilikuwa tunaenda mpaka nje ya mkoa kutafuta wateja. Baada ya Joha kuzoea mtaa, alianza kuwa na mashoga wengi, kitu ambacho nilikuwa sikipendi kabisa.
Mtaa ule ulikuwa una madadapua kibao, mashangingi kibao. Kutokana na mtaa kuwa na kumbi nyingi za starehe, watu wengi, wanaume kwa wanawake, walikuja pale kumaliza michezo yao. Yaani walikuwa wanadangiana. Asa siku moja nilikuwa nimerudi zangu kutoka kazini. Ilikuwa ni usiku, sikumkuta mke wangu nyumbani, wala sikumpigia simu. Nikaoga nikalala. Nilisikilizia mpaka majira saa 4 mke wangu hakuwa amerudi, ili nibidi nimpigie simu. Lakini simu ilipokelewa na mtu mwingine. Akaniambia halo, nikamwambia nani? Akaniambia Joha amekunywa pombe mpaka amezimia. Kwa hiyo hapa nimepokea tu simu yake. Yupo hapa katika hii bar inaitwa Annex. Nilichanganyikiwa, nikasema huyu mwanamke tangu lini ameanza kunywa pombe? Kwa nini anakunywa pombe? Nilitoka nilikuwa nimejiuliza maswali mengi sana. Annex ni bar ambayo ipo nyuma mtaa wetu. Nilifika nikaanza kumtafuta, sikumpata. Ikabidi niulize hudumu, namtafuta Joha. Hakuna hata mtu ambaye alikuwa anafaje anamjua. Nikapata wazo nimpigie simu yake Joha. Nilipiga, ikapokelewa, wakanielekeza walipo. Ni hapo Annex, ile upande wa guest, maana kuna bar na kuna guest. Nikaelekeza upande huo. Msikilizaji, tangu nije mjini sikuwahi kabisa kuingia bar. Mimi nilikuwa ni mtu wa kwanza kuepuka hizi sehemu. Lakini kwa siku hii ya leo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kufika hapa. Nilimchukua mke wangu. Tukao tunatoka hapo, nimembeba, hajelewa hata kidogo. Ndio mume wake mimi. Wakati nikiwa natoka nikaanza kusikia baadhi ya wahudumu pale wakiwa wanateta kwamba ndo mke wake, kumbe ana mume. Ndo mume wa Joha Kiduku huyu. Yaani mke wangu kawa Joha Kiduku. Mbona ni mapya haya? Nilimfikisha nyumbani, nilikuwa naona aibu kila tunapopita. Walikuwa wanatuangalia. Niliona aibu sana. Yaani hiyo siku nilijuta kabisa msikilizaji, nilikuwa natamani hata kupaa. Nilimlaza mke wangu na mimi nikalala. Nilikuja kushtuka ni nyakati za usiku sana. Nikitapikiwa kitanda chote na mke wangu. Matapishi yalikuwa yananuka kabisa. Nilimchukua mpaka chooni. Nilianza kumsafisha na mimi nilikuwa nimejisafisha. Nikarudi sasa kutengeneza kitanda, kukisafisha chumba. Manaki kilikuwa kinanuka kitandani sio kidogo. Lakini haja ndogo amemaliza pale pale kitandani. Msikilizaji, karibu usiku wote niliutumia kutengeneza pale ndani. Asubuhi niliamka, nilikuwa nimechelewa sana kazini. Niliamka saa 3, mke wangu bado kalala tu. Nikapiga simu kazini kwa ruhusa. Niliandaa supu, nikawa nampatia pale mke wangu kwa sababu huwa nasikia mtu akilewa anatakiwa apate supu. Nilimwamsha majira saa 4. Akanywa supu. Mwanaume nilipiga usafi so mchezo. Na muda huo au kipindi hicho ilikuwa ni zamu yake kufanya usafi. Kufagia uwanja na kudeki. Manake kama unavyojua wapangaji wengi wanapeana zamu kama wanawake wanakuwepo. Basi bila shida mwanaume mimi nikafanya kila kitu. Muda huo alikuwa bado amelala. Mchana ulifika, nikapika vizuri. Yaani siku hiyo nilifanya kila kitu mke wangu akiwa ametulia. Na mimi sikumuuliza chochote kwa nini ameamua kujidhalilisha kiasi kile. Kitu ambacho kilikuwa kinaniuma sana. Nikaishia tu kumeza mate, nikampatia nafasi nyingine, pengine atajirekebisha. Lakini mke wangu wala hakuniuliza wala kujitetea kwa chochote kile. Siku ilipita. Nikaendelea na kazi. Kwa wiki ile msikilizaji, mke wangu alikuwa ni mpole, mkimya, anafanya kila kitu. Na alikuwa anajiongeza. Yaani mahaba alizidisha, kitu ambacho nikasema anajutia kosa lake pengine. Yaani sikumwona mke wangu na shoga yoyote hata mmoja. Kila nikirudi mke wangu namkuta yuko ndani. Nilikuwa nimefika, nikamwambia mke wangu, mimi kesho nasafiri. Naelekea Mafinga huko kwa ajili ya kazi. Maana siku moja nilikuwa nimepata safari ya kazi, ilikuwa ni ghafla. Nilimwaga mke wangu niliporudi jioni siku hiyo. Akasema kwa hiyo mpaka lini unarudi? Nikamwambia tutawasiliana tu. Nafikiri bado sijajua. Inategemea na mazingira tutakayokuta huko. Akaniambia sawa.
Safari njema, nikamwambia asante sana. Asubuhi niliondoka nikaelekea Mafinga. Nilifika Mafinga, tulikuwa tukiwasiliana vizuri tu na mke wangu. Wiki ya kwanza ikaisha. Ikaingia wiki ya pili. Na hapo tukaambiwa na kiongozi wa timu inatakiwa tuende Kigoma, alafu tukaendelea na majukumu. Nikaona sio swala. Nilimpatia taarifa mke wangu vizuri. Tulifika Kigoma, ilikuwa ni usiku. Nikampigia mke wangu vizuri, nikampatia taarifa, lakini hakupokea simu. Niliwaza mke wangu atakuwa amelala. Ilikuwa ni tabia ya kila nikimpigia simu nyakati za usiku mke wangu huwa hapokei, ama pengine hapatikani. Asubuhi nikimuuliza anasema alikuwa amelala. Kwa hiyo tabia hiyo ilienda na ikakoma. Hata mchana ikawa kumpata ni kazi sana mke wangu jue. Sikujua shida nini, lakini nilijikuta hata kazi haziendi. Na tena nilianza wiki ya 3 msikilizaji nikiwa Kigoma. Nikaona hapa mwanaume stop boy. Niliomba kurudi Tabora. Nilifika Tabora majira saa 10. Nikaenda moja kwa moja mpaka nyumbani. Sikumkuta mke wangu. Nilipiga simu mara 8, haikupokelewa. Nikapiga 9, ilipokelewa. Ni kama mtu aliyotoka usingizini. Akaniambia halo. Nikamwambia vipi mke wangu? Mbona upokee simu, ulikuwa wapi? Unafanya nini kwani? Akasema niko tu nyumbani. Nilikuwa nimelala mume wangu. Nikamwambia sawa basi. Unapika saa ngapi maana mimi leo narudi? Nahitaji nikute chakula. Akaniambia sawa. Nilikata simu lakini roho yangu ilikuwa inaniuma sana. Mpaka machozi yalikwisha kuanza kunitoka. Zilipita dakika 30 akawa amefika mke wangu. Aliponiona alishtuka sana. Akaniuliza umerudi saa ngapi? Nikamwambia ndo kwanza nimefika hapa mke wangu. Akaniambia sawa, nilienda tu hapo kutafuta mboga. Nikamwambia haya basi. Poa, pika tule. Nilikausha kwa sababu hakuna kilichotokea. Akiwa yuko pale akiendelea kupika, alikuja shoga yake. Huyu shoga yake akawa amemuita Joe Kiduku. Mbona umeondoka ghafla shoga yangu? Unaitwa huko? Nilisikia kimya kingi sana msikilizaji, manake wao walikuwa kwa nje. Mimi nilikuwa kwa ndani. Sikujua nini kilichokuwa kinaendelea huko nje. Lakini wala sikusikia tena walikuwa wanazungumzia kitu gani. Tulikula. Nilikuwa nimemmisi sana mke wangu. Siku hiyo nikamwelekeza vizuri, mke wangu vipi? Nimekukumbuka. Nahitaji kidogo nipate kuchovya, unajua. Akaniambia kwamba yuko katika siku zake. Nilikubali tukalala. Asubuhi mke wangu alikuwa amekasirika sana. Hata sijui nini shida. Kila nilipojaribu kumuuliza hakuna majibu yenye kueleweka kabisa. Zilipita siku. Ikawa wiki. Mke wangu kitumbuani pi. Visa ni vingi vilianza kuchanganyana kabisa tukiwa ndani ya nyumba. Ni kama alikuwa amerogwa sijui. Ilikuwa sielewi. Hasa siku moja nilileta suala la kupata mtoto mimi na mke wangu. Nikamwambia mke wangu, unajua ndoa yetu sasa hivi ina muda mrefu sana na bado hatujajaliwa mtoto. Hivyo nilikuwa nawaza, unaonaje twende hospitali tukaangalie ili tupate utaratibu mzuri mke wangu. Akaniambia, una maisha wewe ya kusema tuzae? Yaani tuzae ovyo? Eti kwa maisha gani uliokuwa nayo? Kwa hivyo vijibukubuku vyako? Vijerojero? Nenda wewe. Mimi ni mzima kabisa. Hayo matatizo unao wewe, sio mimi. Akanisonya. Nikaanza kujiuliza, nikasema huyu ndio Joha wangu? Huyu ndiye mke wangu? Ama ni nani? Amekumbwa na matatizo gani? Mbona ni kama amebadilika sana mke wangu? Alinijibu na akiinuka kutoka nje. Msonyo aliumalizia akiwa yuko mlangoni. Aliniacha ndani nikiwa sielewi. Nikaanza kusema ananitania au ndo tuseme yuko serious. Siku ilipita bila mke wangu kurudi siku ya nyumbani. Usiku ukaingia, hakurudi tena. Alikuja kesho yake. Ilikuwa ni majira saa 5 za asubuhi. Nikamuuliza vizuri, mke wangu ulikuwa wapi? Akaniambia nilienda kwenye shule ya shoga yangu hapo juu. Nikamwambia tangu lini umeanza kwenda katika shule? Akasema ndo leo. Ujue kwamba mimi huwa naenda?
Alinijibu kiufupi msikilizaji, na huku akipanda kitandani. Nikamwambia kwa hiyo leo mke wangu hatuli au? Akasema wewe pika tu ukijisikia. Mimi sijisikii. Hapa nilipo mimi najisi kuchoka sana. Unajua mtu ukishapenda ni kama unakuwa zuzu. Nilinuka, sikuwa nataka kabisa kugombana wala kulumbana na mke wangu. Nilipika. Yeye akiwa amelala anachati tu. Nilipomaliza nilikuwa nimemwita kula. Hata kusita. Alikula akarudi kulala. Hata vyombo msikilizaji akawa ameacha nitoe mimi. Nilitoa vyombo, nikaondoka nikaenda kwa rafiki yangu. Walau nikatuliza akili nizungumze naye. Nakumbuka nilikuwa nimerudi jioni, sikumkuta mke wangu. Lakini hata vyombo hakuviosha. Nilimpigia simu. Nikapiga sana. Nikapiga tena. Lakini ile simu haikupokelewa. Niliamua kumuuliza mdada ambaye vyumba vyetu vinakaribiana. Nikamuuliza, samani dada, eti Joha ameelekea wapi? Akaniambia, Jo kiduku, mwangalia hapo shikorobo ba hapo. Lazima atakuepo. Utamkuta tu. Nikamuuliza, kwa nini unamuita hivyo mke wangu? Akaniambia, namuita mimi au anaitwa hivyo? Yeye mwenyewe anapenda kabisa, ungemuuliza. Niliachana ule jirani, nilimwona ni kama mnafiki tu. Niliingia ndani. Niliosha vyombo, nikapika chakula cha usiku. Mpaka inafika saa 3 mke wangu hakuwa amerudi. Hivyo basi nikasema ngoja niende hapo ba aliponambia. Nikamwangalia pengine nitamuona. Nilienda. Msikilizaji, sikuamini macho yangu baada ya kumwona Joha wangu amelewa anakatika hovyo na kundi la wanaume wamemzunguka. Yaani majamaa yanagusa kalio kabisa la mke wangu. Wengine wakikamata ziwa Victoria. Nilichoka. Kidogo nikaona wanawake wengine wanamwagia bia katika makalio. Nikasema hii kweli kabisa, hii mbona kama sio heshima? Mbona kama hii si adabu? Niliondoka bila hata kumsemesha. Wakati nikiwa natoka nilikutana yule jirani mlangoni akiwa anacheka sana. Akaniambia, umemwona Jo kiduku Mambo yake ni mazito. Akaongea ni kama ananisuta. Nilifika nyumbani msikilizaji, nilitamani iwe ndoto niliyokuwa nikiota. Yaani kwamba kwa nini mke wangu amekuwa vile? Kwa nini mke wangu jamani kabadilika? Mwanaume siku nililia sana. Nililia sana peke yangu. Na hapo nikakumbuka maneno ya mama yangu kwamba wanawake wa mjini achana nao. Nilijuta kumwoa Joha. Nilijuta. Sijui hata usingizi ulinipitia saa ngapi. Niliamka, mlango unagongwa sana. Nikauliza kuna nini? Nikiwa naangalia ni saa 7 za usiku. Joha hayupo. Nikasikia fungua. Ilikuwa ni sauti ya kiume. Nikasema, wewe ni nani? Niliuliza na huku nikitafuta silaha ya kujihami. Akaniambia, wewe unanichelewesha bwana. Ukijisikia kufungua utafungua tu. Mimi nishamsaidia huyu mwanamke wako. Walitaka kumuingilia kwa nguvu. Sio, unanielewa? Utajua mwenyewe, huyu hapa demu wako. Kaka, nikawa ni moyo haraka. Nikafungua mlango. Nilipotazama kule nilimwona mtu ambaye alomleta alikuwa anaisha katika geti. Muda huo Joha amelala mlangoni. Yupo na kingo cha ndani tu. Mwili wote uko wazi. Niliumia sana msikilizaji. Mpaka nilikaa pale chini. Nililia sana siku hiyo, labda kupunguza hasira nilizokuwa nazo. Nikasema, huyu ndo yule Joha mke wangu mimi? Hivi kweli? Hasira zilipungua, nilimbeba nikamuingiza ndani. Akiwa hajielewi kabisa. Niligundua akiwa ananuka sana pombe, mwili wake wote ni mchafu. Nilimtoa nje, nikamuosha na kisha nikamrudisha kitandani. Nilianza kuzungumza naye. Nikamwambia, hivi mke wangu, ando maisha unayotaka kunambia kwamba unapenda kabisa au umerogwa? Na hiyo ilikuwa ni asubuhi baada ya kuamka. Nilikuwa nimeamua kumweka kikao mke wangu. Walau nimseme tu ya moyoni. Niliamini kukaa kimya sio dawa. Akaniambia, nisamehe sana Yusufu mume wangu, sitarudia tena. Aliongea kwa utaratibu mkubwa. Nikamuelewa.
Sikuwa na mambo mengi, nilitoka nikaelekea zangu kazini. Akili yangu ilikuwa imechoka sana. Kazini, nyumbani, bado hela ngumu, utafutaji umekuwa mgumu, sikuwa na nafasi ya kupumzisha akili yangu. Mke wangu, suala la kupika lilikuwa ni mtihani sana pale nyumbani. Yaani mpaka jisikie kila nikirudi ilitakiwa nipike chakula changu. Asubuhi naondoka nenda kula magengeni, kitu ambacho sikuwa napenda kabisa hata kidogo. Yaani nilikuwa sipendi. Niliamua kwenda kwao kwa kina Joha kuomba wazungumze na mtoto wao, aache tabia zake mbaya. Waliongea naye na Joha aliomba nafasi nyingine, akasema kwamba atajirekebisha. Baada ya wiki moja, msikilizaji, hali ikarudi ile ile. Mara nyingi nilikuwa naletewa Joha kazimia kwa pombe zimemlewesha, mara kuna ugomvi. Nilichoka. Sasa siku moja nilikuwa nimeshika simu ya mke wangu. Alikuwa amelala, nilikuwa nimekuta message kibao. Nikasikia, vipi leo unakuja? Au vipi? Maana nimemisi penzi lako wewe mtoto. Unajua kabisa. Unajua kulizungusha mama. Mwili wangu, msikilizaji, ulianza kutetemeka. Nilitetemeka. Siku zote najua kama Joha anakunywa pombe, lakini sikuwahi kuhisi kwamba ananisaliti ama kuisaliti ndoa yetu. Nilipitia jumbe zote katika simu yake. Nilimtazama alipokuwa amelala. Nikatamani kabisa kumuua afie mbali, msikilizaji. Muda huo meseji ni nyingi, zilikuwa chafu hata kuzisoma. Nilikuwa na aibu. Nyingi walikuwa namsifia anajua kushiriki tendo la ndoa. Mara ni mtu mwenye ladha nzuri sana akiwa kitandani. Nilichoka. Nilipandwa na hasira ambazo sikuwahi kuziishi katika maisha yangu wala kuzisi. Niliwaza, nini nimfanyie huyu mwanamke? Nimnyonge afya hapa au? Mwili wangu, msikilizaji, ulikuwa na joto kali. Moyo wangu ulikuwa umekufa ganzi. Ukichao ulikuwa umenipanda. Nilimwasha kofi zito sana siku hiyo. Sitokuja kusahau. Nilimtandika kofi. Aliamka kwa wenge, sikumpa hata muda kuniuliza. Nilimwongeza lingine. Nilimtia ngumi kali ya mdomo. Nilimpiga kwa mara ya kwanza mke wangu. Nilipiga sana. Nilikuja kupata akili baada ya kuona watu wamejaa ndani wananivuta. Ndipo akili yangu ikaja kufanya kazi. Mlango umevunjwa, watu wamejaa ndani, mke wangu kumbe kazimia. Muda mrefu tu, lakini mimi nilikuwa na chapa tu, napiga. Kuna baadhi ya watu wakaanza kusema, jamani, mpelekeni polisi, ameua huyo. Nakumbuka mke wangu alipewa huduma ya kwanza. Baada ya kupewa huduma ya kwanza, nilianza kujuta sana kwa kumpiga mke wangu. Alikuwa kavimba mwili wote, hawezi hata kuongea. Nikaanza kumwambia, naomba unisamehe sana mke wangu, nakupenda na ndio maana nimepata hasira ambazo nimeshindwa kabisa kujidhibiti. Nilikuwa namwomba mke wangu msamaha usiku kucha, msikilizaji. Asubuhi ilikuja familia mke wangu. Walimpeleka hospitali, niliwaeleza kila kitu, lakini pia niliwaonyesha meseji zile. Mwisho wa siku niliomba tu msamaha kwa sababu sikumpatia mke wangu nafasi ya kuongea. Huenda tungeelewana bila hata shida yote. Baada ya kutoka hospitali, tuliweka kikao na familia. Mke wangu aliomba samahani na mimi nikaomba samahani. Siku ziliendelea. Nakumbuka siku moja nilikuwa nimepata safari kuelekea Shinyanga. Na huko nilikaa wiki moja, nilikuwa nimerudi bila hata kumwambia mke wangu. Na hapo tulikuwa tunaongea vizuri tu kila siku, na niliamini kwamba kwa kiasi kikubwa sana atakuwa amejirekebisha. Nilifika nyumbani saa 1 ya usiku. Wa kwanza kukutana naye alikuwa ni yule jirani wa hapo ambaye huwa anapenda kumuita Joe Kiduku. Aliponiona akasema, baba Joe Kiduku huyo, karibu. Kwanza sikupenda, lakini niko nimekausha tu, niko nimebaki kimya. Nilimpita pasipota kumsalimia. Kwa hiyo leo hata salamu hakuna? Haya bwana, usiniulize huyo malaika wako alipo. Bado sikumjibu.
Nikawa nimefika pale kwangu nikakuta mlango umefungwa. Na mimi sikuwa na funguo nyingine. Na sehemu ambapo huwa tunaweka funguo haipo. Nikawa nimetoka nje, nikaenda kumwangaza pale kama nitamuona ndugu yangu nipate funguo. Nilifika pale nje, kuna muuza chips. Nikamwambia, oya mwanangu, nipatie kavu moja basi hapo. Wakati nikiwa nakula muuza chips alikuwa akiniangalia sana, mpaka nikamuuliza, oya vipi babu? Nitakabo ujue. Alicheka, akaendelea na kazi zake. Mimi sina mazoea na watu wa huu mtaa. Nikienda kazini nimerudi, nimelala, naamka. Sikuwa na muda na yoyote. Paka majirani akaniuliza, vipi mkeo leo hajapika nini? Akaniuliza hadi mimi nikashangaa. Ili kwamba kwa hiyo haturuhusiwi kula chips kwako au vipi, mbona kama sijaelewa? Nilimuuliza na mimi akaniambia hakuna mzee. Maana Joha, bwana huyu mwanamke wako ila jamaa una moyo. Alinijibu kiunafiki. Nilimtizama nikawa nimeelewa kwamba kuna kitu alikuwa anahitaji kuniambia, lakini hajui anze wapi. Ataanzaje? Nikamwambia, ndugu yangu, acha bwana issue hizo za kidada, za kisister mwanangu. Kikubwa funguka tu. Mbona kama unazunguka tu mzee? Akaniambia, mwanangu, kiukweli mimi sitaki kuvunja ndoa yako au ndoa za watu mimi. Unaelewa? Nikamwambia, acha hizo bwana, huyu mtoto wa kiume mwanangu, afote mimi na wewe wanaume wote mzee. Wewe niambie tu. Nilijichekesha tu pale, lakini moyo wangu ulikufa ganzi. Nafsi nyingine inaniambia acha kabisa kutaka kujua. Wakati mwingine ikiwa ina hamu ya kutaka kujua, ananifichia nini huyu jamaa? Akaniambia, mke wako bwana nilimwona anaingia humo. Aliongea taratibu na huku akionyesha kidole kuelekea guest iliyokuwa pembeni yetu. Yaani ni nyumba ya pili kutoka pale kwetu. Mwanaume, chips ziko zimenikaba. Pumzi ilianza kwenda mbio. Pembeni yangu kuliko kuna jamaa alikuwa amekaa. Alikuwa amejazia vizuri tu. Yule jamaa akagongelezea msumari vizuri katika moyo wangu. Akasema mimi mpaka chumba nakijua. Yaani hawa wanawake hawa, bora mimi nitulie nisioe. Nilimwomba yule jamaa anipeleke katika hicho chumba. Nilifika, kagonga mlango wa jamaa. Sauti ya kiume kiitika kule ndani. Nani? Ilitokea ndani. Mwanaume, mimi hapo nilikuwa natetemeka na sali sala zote. Asije tu kuwa kweli mke wangu yuko huko ndani. Jamaa aliendelea kugonga mlango pasipo kusema kitu. Aligonga mlango tu. Huyu ambaye tulikuwa naye. Mlango ulifunguliwa. Hamadi, uso kwa uso na mke wangu. Akiwa kajifunga taulo la pale gesti, na tena lina nembo ya jina la gesti. Nilimpita kama mshale. Nilizama mpaka ndani. Jamaa yake alikuwa kama alivyozaliwa. Nilikuwa nina hasira muda huo, msikilizaji, ambazo hata nikianza kuzielezea hapa sieleweki. Nilimpiga yule jamaa. Nilikuwa nina nguvu ambazo sikumbuki zilikuwaje. Sijui zilikuwa zimetokea wapi. Sijui ndo zile za kulimia kule kijijini kwetu zikawa zimerudi. Nilimtandika. Niliona haitoshi, nilimtoa nje akiwa vile vile. Watu wamemzunguka, hakuna aliyekuwa anaamua ule ugomvi. Nilimpiga, nikachoka, nikaanza kutumia silaha, nikachukua fimbo nikamtandika. Kila kitu kilichokuwa karibu yangu nilipiga. Nilihakikisha hasira zote zimenikwisha. Yule jamaa alikuwa yuko hoi. Nilimwacha nikaondoka, nikawa nimemtafuta sasa mke wangu. Nikaanza kumtafuta, sikumpata, nikawa nimerudi nyumbani. Sikumkuta pia. Niliingia chumbani, nikajipumzisha. Nakumbuka kesho yake asubuhi nikawa nimepokea simu kutoka kwao, wakiwa wananihitaji mimi niende. Nakumbuka nilipita sehemu kuna mdada anauza chakula. Ni mdada ambaye tumezoeana sana. Mara nyingi baada ya mke wangu kuacha kupika chakula huwa nakula pale. Yule dada ni mpole sana. Ni mtu mwenye heshima. Mara nyingi hazungumzi maneno ya ovyo ovyo. Huongea maneno busara. Kwa hiyo moyo wangu uliniambia kwamba ni lazima huu mzigo nitafute pa kutua. Nitafuta mtu sahihi nimsimulie kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Maana kwanza sikuwahi kabisa kumsimulia mtu yoyote ule mambo yangu ya nyumbani. Akaniambia, karibu kaka Yusuf.
Nikamwambia asante, vipi? Uko busy nina kazi? Eti sister. Akaniambia ndo kwanza kumekucha, kukimbizana tu hapa. Akaniambia okay. Basi sawa, mimi ngoja niende basi, nitarudi baadaye. Baada ya kukuta na kazi nyingi niliona acha niende tu kule nilipokuwa nimefanya. Nimeitwa nikasikilize. Mke wangu ndio nampenda sana, lakini swala la kumfumania nilikuwa sijui nitaenda kutoa maamuzi yapi. Baada tu nikishafika kwao, wakati nikiwa naelekea, aliniita huyo dada. Jina lake alikuwa anaitwa Zuu. Niko nimeitika naam. Akaniambia mbona kama hauko sawa kakaangu? Nikamwambia kuna sister amenikupa watu. Akaniambia hapana, hebu njoo mara moja. Alinifuata kama amenishika mkono na kunivuta nyuma ya nyumba anapozaga chakula. Akaniambia samani, sikuelewa kama unapitia kipindi kigumu kama hichi. Mungu, sisi wanawake sijui tuna matatizo gani. Na hiyo ilikuwa ni baada ya kumwelezea shida zangu zote. Kwa kweli sikuwa na ujanja, nilimpatia full maelezo bila hata kuficha. Nikamwambia ndio hivyo Dazu, ndio maisha jinsi alivyo. Akaniambia nikwambie kitu Yusuf, mwanamke wako itakuwa mazingira mnayoishi ndio amemfanya wewe hivyo. Mimi nina wazo, kama utakubali au kama bado kweli unampenda mke wako utanisikiliza. Nilimwambia niambie na kusikiliza, maana kweli jua mimi nampenda, sifikiri kuachana naye kweli. Akaniambia nenda kwanza kaisikilize familia yake inasema nini, alafu msamehe mke wako. Sijajua kwa njia gani utakaomsamehe, lakini msamehe tu. Alafu pale unapoishi ameni, tafuteni eneo lingine lilokuwa limetulia. Unajua hapo wenyewe mnaishi tu kuepuka vishawishi, lakini pia kuepuka vishawishi ni kazi. Ni kazi sana Yusuf. Haswa mkeo ni mama nyumbani, hayuko bize kama mimi. Kwa cha kufanya hapo inabidi uhame tu. Alafu jitahidi mtafute biashara, umweke pale. Ile biashara ijitahidi kabisa kumweka bize, atakuwa poa tu. Yule mwanamke alinishauri vizuri. Dazu, vitu vya maana sana. Kiukweli nilipata amani sana moyoni. Niliona upya mwanga kwangu. Sikuwa na wazo lolote, ni kama akili yangu iliganda. Na yoyote ni kutokana na ushauri wa Dazu alikuwa amenipatia. Nilijiona ni mpya tena. Nilimuuliza Dazu, kwani Dazu, naweza kupata chumba cha haraka? Alafu ni wapi? Akaniambia pale sisi tulipo kuna vyumba. Nilimwomba nifanyie mpango ule ule wa kupata chumba muda ule ule. Dazu hakuwa na baya, aliachia wasichana wake wa kazi tukaenda mpaka pale nilipokuwa naishi. Ni nyumba nzuri tu kuliko hata ile ambayo mimi naishi. Nikapapenda kweli, nikalipia kwa haraka. Nikarudi kwangu, nikatafuta toyo, nikabeba kila kitu, nikahama kabisa ule mtaa. Baada ya kumaliza pilika za kupanga vitu vyangu, Dazu alikuwa bega kwa bega na mimi mwanzo mwisho. Nilipomaliza ndo nikaenda kwao kwa kina mke wangu. Nilipofika nikasema nimemwijia mke wangu, mimi sihitaji kikao kama vikao tumekaa sana. Nilipofika ukweni waliniweka kikao kuelezea kilichotokea, lakini mimi sikuwa na mudi na hicho kikao. Manake nilikwisha kuyatoa moyoni kwa mtu ambaye amenipatia kile kubwa sana, Dazu. Nikamwambia mama, mimi nakuomba niruhusu nikaishi na mke wangu. Kila kitu sasa hivi hakuna, nimesamehe. Joa akasema mama, mimi siendi, najua tu ataenda kuniua. Mke wangu alikataa kata kuondoka na mimi. Nilijitahidi sana kumbembeleza, lakini kwa bahati nzuri nilifanikiwa tu kuondoka naye. Makazi mapya sasa, angalau nilikuwa na amani. Hata niko nimesafiri nilikuwa namuacha na huko siwazi. Ulipita kama mwezi hivi, nikaleta tena swala zima la kupata mtoto mimi na mke wangu. Mke wangu alinijibu majibu yasiyoeleweka. Manake nilihitaji tulekee hospitali kwenda kujua shida ni nini, ili tutatue tatizo liko wapi. Lakini mke wangu alikuwa ni mbishi, tabia ambayo imekuwa ikinikera sana. Taratibu alianza tena kubadilika, kupika kwake ilikuwa ni mtihani sana.
nikarudi kuwa naenda kula vibandani. Mara nyingi nilikuwa nakula kwa Dazu, yule jirani ambaye alinionyesha chumba hapo nyumbani kwao. Mke wangu Joa kiburi kilizidi. Ile nyumba ilikuwa na vyumba kama 6 hivi. Kimoja walikuwa kikaa wakaka fulani hivi mabachela walikuwa 3. Yaani kazi yao ilikuwa ni bodaboda. Na kuna mwingine alikuwa ni mtu mzima fulani hivi na ni bachela. Alikuwa ni mwanajeshi, na chumba kingine alikuwa na Kazu, na kingine sasa ndo sisi. Na kuna familia ilikuwa imechukua vyumba viwili. Kwa hiyo vyote vilikuwa vimetimia 6. Joha alikuwa na mazoea sana na wale mabodaboda. Sana mpaka mimi nilikuwa najisikia vibaya, yalipitiliza. Nilikuwa nimemfuata, ilikuwa chumbani siku hiyo. Nikamwambia, unajua mke wangu, mimi sitaki mazoea nao jamaa. Katika hicho chumba sitaki. Yaani sipendi kabisa. Akaniambia, jamani, kwa hiyo nisiongee na watu mimi? Wewe mbona kama unacheka na huyo Zuu wako? Sijui mbona kama mimi sijawahi kabisa kusema. Basi kazi. Baada ya kumwambia mke wangu, yeye alikuja juu. Ni kama alikuwa ananisubiri muda mrefu nilianzisha. Nikamwambia mke wangu, lakini sio kwa ubaya. Ni vile tu nakupenda. Alafu huyo Zuu mimi ni rafiki yangu tu. Ni rafiki tu. Au dada naweza nikasema, sina mazoea naye. Sina mengine kabisa tofauti na hivyo. Akaniambia, basi na mimi hao kina Fred ni marafiki zangu. Sina mengine, sawa? Mimi napenda tu kutwa kuchekeana na hao nao washikaji zangu. Uendelea tu na huyo dada, lakini mimi simpendi hata kidogo. Nikamwambia, nisamee mke wangu. Baada ya kuona mke wangu sasa kapanda zaidi yangu, ikabidi nimuombe samahani tu, hakunijibu. Alitoka nje na mimi nilikuwa naenda zangu kazini. Nikatoka. Zuu alikuwa anafua nguo. Mke wangu alikuwa anapita. Alipofika karibu yake alimsonya kwa sauti ya juu, kiasi kwamba kila mtu alisikia. Nilihisi vibaya sana. Nikaondoka zangu. Niliona aibu kubwa. Nilipofika kazini nilimtumia message Zuu. Nikamwambia, Zuu, naomba unisamehe kwa kilichotokea asubuhi. Akaniambia, usijali, huyo mkeo nishamzoea. Alinijibu, lakini kiukweli nilijisikia vibaya sana. Jioni nilipita kwa rafiki yangu. Nilikaa huko kwa muda mpaka majira saa 2 za usiku. Sio kawaida yangu kuchelewa nyumbani, lakini siku hiyo sikutaka kabisa kuonana na wapangaji wenzangu. Nilitaka niwakute wamekwisha kuingia ndani. Hiyo yote ni kwa sababu ya aibu. Nilipofika, nikiwa mlangoni, nikasikia, kwa hiyo saa hizi ndo narudi, si ndio? Baada ya huyo Zuu kurudi, umemtanguliza mbele, mlikuwa naye. Kwanza hebu niambie mlikuwa wapi? Nilimkuta Joa akakasirika huko mlangoni. Hata kabla sijaingia ndani alianza kunishambulia kwa maneno. Na huku ananifungia mkanda wa suruali. Sikuelewa alikuwa anamaanisha nini. Baadhi ya wapangaji walitoka nje. Mimi nikamsukuma ili kukwepa, nikawa nimeingia ndani. Alifika na kuanza kuninusa katika suruali yangu kwa mbele. Nikamwambia, mke wangu, kwani unafanya nini wewe? Akaniambia, ushafanya yako huko na huyo hawara yako, si ndio? Ndio mnaletana sasa hivi nyumbani. Nikamwambia, hawara yangu nani? Mbona kama sikuelewi Joa? Akaniambia, si huyo Zuu wako. Wewe umechelewa kurudi. Nimeenda kumwangalia huyo Zuu nani wapi kibandani kwake, hayupo. Nimekuja kazini kwako, mmeshafunga. Ulipitia wapi kama sio kule mlikuwa mmekutana guest house na huyo mwanamke? Mwanaume muuni sana wewe. Nikamwambia, Joa mke wangu, hebu punguza kwanza sauti, tusiwape faida watu. Alafu mimi nilikuwa kwa Saidi tu. Huyo Zuu mimi sijui alikuwa wapi mke wangu. Kama unabisha tumpigie simu basi, tumpigie Zuu tumwambie, au tumpigie Saidi. Sina shida ya kujua ulikuwa wapi. Hebu kwa makini usije ukaniletea mimi ukimwi. Huyo Zuu ana ukimwi, hakuna asiyejua. Wateja wake wote kawamaliza. Mtoto mdogo kama huyu ana mafanikio makubwa. Kama sio mdangaji huyu dada ni nini? Kwa makini. Kamba, hebu Joa sikia, mimi nimechoka. Naomba nilale mke wangu. Kwa mimi ni mjinga, si ndio? Mimi ni mjinga usofu Sina akili. Kwa hiyo hapa ninayokuambia mimi kwa faida zako au za kwangu? Yusufu, hivyo unanisikia vizuri wewe? Afya kwanza.
Nikamwambia nimekusikia mke wangu, naomba basi lale. Kwa hiyo unanitikia tu ili aishe, si ndo manake? Kwa kweli sikumjibu, nilikuwa nimechoka. Nilikuwa nimechoka sana. Nilijilaza bila hata kuoga. Sijala. Alibaki tu anazungumza na tena kwa sauti ya juu. Nililala. Lakini kulipoanza kupambazuka asubuhi, nikaanza kusikia sauti ya mke wangu. Ni kama alikuwa kilumbana na mtu. Nikasikia, wewe Joha, naomba niachie. Wewe Joha, naomba niache. Wewe Joha, wewe nitakuumiza. Mjinga wewe, kaba mkubwa tu. Unafikiri mume wangu mimi anakupenda? Lione tu, anakutumia tu mjinga wewe. Haya sawa basi, achana na mimi. Sikuachi, leo utanitambua kama mimi ndiye Joha mtoto wa Sadala. Niliamshwa na kelele mwanzo mwisho. Niliamshwa na kelele. Mwanzo sikujua zile kelele zilikuwa zinatokea wapi. Na nini ambacho kilikuwa chanzo cha mkasa huo. Niliposikiliza vizuri, nilisikia sauti ya mke wangu kama nilipotoka kusema, wakirushiana maneno na Zuu. Kwa haraka nikawa nimeamka. Nikawa nimetoka. Tayari kulikuwa kumekucha na kumbe ni asubuhi. Nakuta mke wangu pamoja na Zuu wameshikana wanapigana. Bwana mwanaume, nilinama chini kwa sekunde chache. Hakuna aliyeamua. Wote walikuwa wamesimama tu wakitazama ngumi. Ugomvi ulikuwa ni mkubwa. Mke wangu ndiye aliyelazimisha uwepo pale. Niko nimeingia. Nilipoingilia ugomvi ule, nilimvuta mke wangu bila hata kutarajia. Mke wangu alininasa kibao mbele za watu wote, msikilizaji. Nikasikia, mjinga sana wewe mwanaume, kahaba tu. Usinishike mimi, mshike huyo changudo wako. Bwana, niliingia ndani. Nikamwacha pale pale, wala hata sikumsemesha neno. Nilichukua simu yangu, nikawa nimetoka nikaelekea kazini. Nilipofika kazini nikawa nimesikia, naona umekuja leo kazini. Kwa surprise kabisa. Na hapo nilipokuwa nimefika wapi kazini, Saidi rafiki yangu akawa ameniambia. Hata mimi sikumuelewa alikuwa na maanisha nini. Nikamjibu tu na kunacheka. Hatari mzee wangu, siku moja tu. Sikujua alikuwa anaongelea nini. Nilipokuwa nimeingia ofisini, kila mtu alikuwa akinishangaa. Nikasema, nao vipi hao, mbona kama wananiangalia sana? Vipi mzee, mbona leo kama umechelewa sana, bado kidogo tu kikao kianze? Hapo ndo nilipata wazo la kuangalia saa. Nikaangalia saa yangu, ilikuwa ni majira ya 4 kasoro. Nikasema, bwana leo nimelala sana. Basi hapo wazo likaja, wananishangaa sana kwa sababu pengine nimechelewa kuja kazini. Muda wa kikao ulianza. Watu walitangulia, mimi nikawa nimebaki na kusanya baadhi ya taarifa pale kwa sababu nilikuwa nimechelewa kuja kazini. Sikuwa nimejiandaa sana. Hivyo basi walitangulia baada ya dakika kama 10 na mimi nilikuwa tayari. Wakati naingia pale, watu walianza kucheka chini. Na huku wakinitazama, nikaanza kujisikia vibaya. Nilihisi au wanajua ujinga wa mke wangu huko nyumbani kilichokuwa kimetokea. Au tabia zake wanazifahamu. Niliwasilisha taarifa zangu kwa bosi vizuri tu. Wakati nimepewa nafasi ya kuongea, watu walicheka sana. Hata kwa sauti. Na pengine kusababisha utulivu kukosekana. Bosi wangu akawa ameniita ofisini. Nilipofika akaniambia, una matatizo gani Yusuf? Nikamwambia, kuhusu nini bosi? Akasema, uone jiona uko sawa? Aliniuliza swali ambalo sikulielewa. Nikamwambia, mbona kama bosi, mimi niko sawa tu. Nilijibu kwa kujiamini. Alinivuta mpaka pembeni, humo ofisini kuna kioo ukutani pale. Alinisimamisha mbele ya kioo. Haya, Yusuf, naomba jitazame. Alafu utanijibu mwenyewe. Unajionaje hapo? Msikilizaji, nilipotazama kwenye kioo, nilitamani muda huo niwepo nyumbani, aidha nimelala ama niwepo tu nyumbani. Pengine nilianza kuhisi iwe kama ni ndoto tu. Kwa juu msikilizaji, nilikuwa nimevaa blouse ya mke wangu Joha. Chini nimevaa viatu tofauti kabisa, yani tofauti. Kwa haraka nikavuta kumbukumbu iliyokuja nyakati za jana usiku. Nilivua shati langu tu baada ya kuhisi joto usiku.
Na hapo akili yangu iligoma kabisa kufanya kazi baada ya kukumbuka hata kunawa sikunawa uso. Achilia mbali kunawa, kuoga sikuoga. Sikufanya chochote zaidi ya kuamka na kuondoka baada tu ya kelele za jua. Nilijikuta msikilizaji nimekaa chini, akili yangu yote ilivurugika. Kasema yaani nimetembea hivi kutoka nyumbani, ina maana kwamba Joha mke wangu mimi hakuniona? Ndio maana kila mtu alikuwa ananicheka mimi? Bosi akaniambia, Yusufu, hebu niambie, nini shida? Huenda mimi nikusaidie, lakini utakuwa umepunguza mzigo mkubwa sana pia moyoni endapo tu ukiwa umenishirikisha. Nikamwambia, amna bosi, nimechanganya tu nguo. Pale nilipokuwa nimeweka shati langu pengine ndio nimechanganya, na kwa haraka kwa sababu nilikuwa nimechelewa, itakuwa ndo sababu kubwa tu. Kwa nimechanganya bosi, samahani sana. Msikilizaji, sikupenda kabisa niweke wazi shida za nyumbani kwangu. Bosi akawa ameniruhusu nirudi nyumbani. Sasa nikaanza kuwaza, narudije nyumbani? Niko hivi. Nilimuita bodaboda, nilimpatia pesa. Akaenda kuniletea shati jipya na viatu vya wazi maarufu kama kanda mbili. Na hapo nikawa mwepesi kurudi nyumbani. Wakati nafika nyumbani sikumkuta mke wangu. Niliangalia labda kapika chai, lakini hakupika chochote. Nikaenda kuoga, nikawasha moto, nikapika chai, nikanywa. Yani muda wote huo mke wangu alikuwa bado hajarudi. Nikachukua simu yangu, manake muda wote sikuitoa password, yani sikutoa lock. Tangu pakuchi sikuishika. Nilipotazama simu yangu baada ya kutoa lock, nilikuta missed call nyingi sana za Zuu. Nilijua anataka kunipatia lawama kwa aliyotokea yeye na mke wangu. Nilianza kuogopa. Nikafunga upande wa message, nikakuta message kibao za Zuu. Nikaanza kupitia mmoja baada nyingine. Akaniambia, wewe unaendaje hivyo kazini? Na hiyo ilikuwa ni mmoja ya message ambayo ilikuwa inasema hivyo. Nikafungua na nyingine na kisha nikazisoma zote. Nikasikia, jamani, ndo hata kama ndo kuvurugwa ndo uende hivyo kazini kweli? Pokea hata simu. Badilisha hiyo nguo jamani. Na viatu sijui umevaaje leo. Mbona kama umekuwa kituko? Yaani msikilizaji, message zote zilikuwa zimetoka kwa Zuu. Nikakumbuka itakuwa alikuwa ananipatia taarifa muda tu nikiwa natoka nyumbani. Nililaani kitendo cha kuweka sauti katika simu yangu, maana kilikuwa silence. Basi ilifika saa 6 mke wangu hajaja. Nikawa nimetoka nielekea nje kutafuta chakula, maana njaa ilikwisha kuanza kuniuma. Wakati nilikuwa natoka, nilipishana na yule baba anayekaa chumba cha mwisho, akiwa ameshika sahani la chips. Yaani ni wazi kwamba alikuwa ametoka kununua chips muda sio mrefu. Nilimsalimia vizuri kama jirani, tukapishana. Marashi aliyokuwa ameyapaka yule baba yalinivutia sana. Hata nikaanza kusifia kiroro. Nikasema, dai bwana, mazuri sana. Nikaenda zangu. Nilipotoka nje, msikilizaji, ya geti nilikuwa nimekumbuka nichukue simu yangu, nilikuwa nimeiacha, ili nikatafute chakula huko kuliko hata nije kupika. Ikabidi nirudi ndani kwenda kuchukua simu yangu. Sasa wakati nilipofika ndani, nilimkuta mke wangu amekaa kitandani akiwa na kitenge tu, ni kama alikuwa ametoka kulala ama kuoga. Nilipofika kanichekea vizuri tu. Karibu mume wangu. Nikamwambia, ulikuwa wapi? Nilikuwa msalani. Umekuja saa ngapi? Sasa hivi tu. Ndio nilikuwa natoka kukuangalia wewe hapo nje. Nilikuwa msalani mume wangu. Haya. Bwana, kengele ya hatari ilipiga kichwani kwangu. Nilimtizama kwa macho dadisi, lakini sikutaka jua chochote kama nimefika tangu asubuhi. Nikamuuliza mke wangu, haupiki leo? Napika, ngoja nikanunue basi bidhaa. Na kule akawa amejiandaa, akawa ametoka. Mimi nilikuwa nimebaki pale pale ndani. Almashauri ya kichwa changu kilianza kufanya kazi kwa muda huo. Baada ya muda kidogo nilikuwa nimeliona gauni kitandani. Lilikuwa ni gauni la kwake yeye mke wangu. Wakati nilipoinuka kutoka nje halikuwepo. Nikasema acha tu nilichukue kidogo.
Nikao nimelichukua ili nilitoe pale kitandani, nilipange vizuri sehemu husika. Lakini jambo la kushangaza, lile gauni lilinionyesha kitu ambacho sikukitarajia. Gauni ilikuwa na manukato au marashi ambayo nilikuwa nimetoka kuyasikia dakika chache zilizopita. Moyo wangu ulishtuka sana, nikasema pa. Nilibaki na niambia akili yangu kwamba sio kweli bwana. Akili yangu si wazi hivyo, mke wangu mimi ameweza kunisaliti. Bwana, hapana, sio kweli bwana, mke wangu mimi ananipa. Haiwezi kuwa hivyo. Wakati huo bado nikiwa najiuliza akawa ameingia mke wangu, na mimi nikaendelea kabisa kukunja nguo, nikajifanyisha pale nilikuwa napanga panga. Nikamwita mke wangu akitika be. Nikamwambia samani, haya marashi mazuri yanaitwaje? Nilimuuliza makusudi tu nisikie atajibu kitu gani. Akaniambia hata sijui. Maana yake alipita tu muuzaji hapo nje, nikawa nimejaribu tu kupulizia, ndio ananukia tu mpaka sasa hivi. Nilishusha pumzi. Na huko nikilazimisha akili yangu iamini kile alichokuwa nakisema mke wangu ni sahihi, na sio kile ambacho mimi nakifikiria. Baadaye akawa ameniambiaje, fanya basi mume wangu upike, mimi najisikia kuchoka, aliniambia. Na huko muda huo akijilaza kitandani, kwa sababu mimi nilikuwa na njaa, sikukataa kabisa kupika na wala sikutaka kubishana naye. Niliingia jikoni nikapika, nilivisha, nikamuita kula bila hata aibu. Alikuja kula, alikula. Basi bwana, siku moja nakumbuka ilikuwa ni siku ya weekend. Nilikuwa nimepumzika zangu ndani majira jioni kabisa. Niliinuka nende uani. Wakati nikiwa natoka, nilimuona yule jamaa bodaboda akiwa anatoka msalani. Alivyoniona akawa ameshtuka sana, nikamuona akiwa anatembea haraka haraka. Na badala aingie katika chumba chao cha wale masela watatu, alifuata uelekeo wa kuelekea getini na kutoka nje kabisa. Sasa mimi nikawa namshangaa yule jamaa. Mbona kama amepagawa? Anatoka vipi uko nje akiwa na kipensi kifupi kama kijiboxer, alafu kifua wazi? Nikaachana naye. Mimi nikaendelea naye kwangu, nikaongoza kuelekea msalani. Lakini kabla sijafika msalani, yani ile chooni, alitoka mke wangu. Nikasema chooni sikatoka huyu jamaa sasa hivi tu. Kwa tuseme kwamba alikuwa wote au? Nilisimama kama nimepigwa na shoti ya umeme kwa sekunde 3 hivi, na huko akili yangu ikiwa inaunganisha tukio kwa muda mfupi. Mke wangu akawa ameshtuka aliponiona, lakini alijitahidi kupotezea. Nikamwambia, wewe umeingia humo msalani saa ngapi? Nilimuuliza na huko jazba alikuwa ananipanda. Akaniambia sio muda. Kwani vipi? Alinijibu ni kama mtu asijali, lakini muda huo akiwa ananijibu alikuwa anaondoka. Nilipatwa na hasira, msikilizaji. Nikasema, jiwa hizi zarau zinazidi kubababako wewe. Nilimvuta mkono kwa nguvu, nilimsogeza karibu yangu, na hapo nilikuwa na hasira naye vibaya. Nikamwambia, kwa hiyo wewe jua ulikuwa na huyu jamaa chooni, yule bodaboda, si ndio? Akaniambia, kaa wewe mwanaume wewe, kaa. Alizungumza alafu akiwa kama ananisuta, ananipandishia sauti, ananipandisha na nishusha. Akaniambia, wewe mwanaume unanichukuliaje mimi? Eti unanichukuliaje? Labda unafikiri mimi ni kahaba, si ndio kama wewe? Eti nakuuliza mwanaume usiyekuwa na maana, usiyekuwa na mbele na nyuma, na kuvumilia sana mimi. Wewe usizidi kabisa kulipanda kichwani, mimi kuvumilia kwa mambo mengi. Una nini labda? Una nini? Msikilizaji, sikuamini macho yangu. Joa alianza kabisa kunichamba kama mtoto mdogo kwa sauti ya juu. Mpaka watu wa nje wakaanza kusimama. Watu walisimama getini kunitazama, wanatuangalia tu, na wengine wakawa wameingia kabisa ndani ya geti. Ilinibidi niingie chumbani. Joha alibaki nje. Akaendelea bwana kunirushia maneno, ni kama vile anamchamba shoga yake na sio mume wake. Kiukweli iliniumiza sana, lakini ilinibidi nikae kimya ili tumwepushe ibilisi. Kwa wakati huo nilikaa ndani kwa zaidi ya nusu saa. Nasikia tu Joha akiwa anaendelea kurusha matusi, ananitukana matusi ya nguoni kabisa, kiasi kwamba uweze kuamini kuwa alikuwa anamdhalilisha pale mume wake. Baada ya muda nilikuwa nimesikia kimya, sikujua ameelekea wapi Joha. Mpaka inafikia saa 4 za usiku, Joha kwa ameingia ndani. Ilinibidi nimpigie simu. Simu yake iliita pasipo kupokelewa, nikapiga tena.
Ikawa hivyo hivyo, nikawa nimetulia, lakini mwisho wa siku usingizi ukawa umenipitia bila kumwona Joa. Nimekuja kuamka alfajiri, mlango unafunguliwa, manake sikufunga, nilikuwa nimepitiwa tu na usingizi. Joa alikuwa anaingia, yani mke wangu anarudi alfajiri kabisa nyumbani kwangu. Roho yangu ilianza kuniuma. Nilimtizama Joa, alikuwa amelewa hovyo, ananuka pombe, ananuka jasho. Sikumsemesha mwanaume, mimi nikawa nimeinuka nikaelekea msalani. Wakati natoka nikawa nimekutana na Zuu ambaye alikuwa anaenda uani kuoga. Manake huwa anaamka alfajiri kuwahi kibaruani kwake. Mimi na Zuu wakati huo tulikuwa hatuzungumzi kutokana na ugomvi wa mke wangu na yeye. Yaani hata salamu hakuna. Ni baada ya magomvi haya ambapo mke wangu huwa anamsumbua sana na kutaka ugomvi naye wa mara kwa mara. Wakati Zuu akiwa anatoka msalani kuja huku nje, mimi nikihitaji kwenda msalani, wakati tukipishana, maana yake nilimuona mke wangu bwana anakuja kwa kasi, yani wangu upande ambapo nilipokuwa. Lakini kwa nimeshangaa ananipita mimi na kwenda kumvaa Zuu. Alivuta kitenge alichokuwa amejifunga cha asubuhi, kama unavyojua wanawake huwa wanajifungaje. Zuu alibaki na nguo ya ndani tu. Ilibidi Zuu achuchumae. Na hapo mke wangu akawa amemvamia, akaanza kumpiga mdada watu bila hata sababu. Msikilizaji, nilikimbilia pale, nilimkamata mke wangu nikamwambia, Joa, shida ni nini? Nilimuuliza nikiwa sasa nimepanic. Akaniambia, hujui shida wewe kahaba mkubwa wewe. Wewe mwanaume mjinga sijapata kabisa kuona katika maisha yangu. Yaani unaniacha ndani, unakuja kuonana na huyo mara mwenzio, si ndio? Na tena chooni. Unafikiria mimi sija? Bwana, sikumruhusu amalizie kuongea. Nilimweka bunge moja la kibao katika uso wake. Nilimtandika, kiganja kizima kilifunika paji la uso. Sio pua, sio mdomo, nilimtandika. Nikaona itoshi, nikamwongeza kibao kingine cha shavu. Na muda huo nilikuwa nikitetemeka sana kwa hasira nilizokuwa nazo. Nilimpiga mtama, alikaa chini kwa kubamiza makalio yake, na mimi sikumruhusu apumue hata kidogo. Nilimpiga ngumi ya kiume kwenye uso wake. Kelele niliyosikia ni moja tu, mama ananiua. Mimi mama yake ananisaidia nini? Yaani maneno yake nilikuwa nasikia kama tusi langoni kwangu. Nilimpiga. Wakati huo Zuu alikuwa ananiamua nisiendelee kupiga kiasi kile. Akawa ameshindwa kuniamua, alianza kupiga kelele, jamani anaua, jamani majirani msaada huko anaua. Wewe Yusufu acha utamua. Alipiga sana kelele. Watu waliamka wote. Hakuna aliyeweza kunitoa kwa Joa. Nilihakikisha namfunza adabu. Kati ya vijana ambao walikuwa kiniamua na yule kijana alitoka chooni jioni ile aliyetoka naye. Nilikuwa na uhakika walishiriki tendo la ndoa na mke wangu, na tena chooni. Nilimshika yule kijana, kipigo kilihamia kwake, na hapo sikuwa hata najua nguvu nilikuwa nimetolea wapi. Msikilizaji, akili kwa ni moja tu, nione damu. Naam, nilipiga sana. Nilimbamiza yule kijana ngumi nzito, vichwa vya kila aina. Nilipiga ngumi, niliona kabisa sikii maumivu. Hivyo basi niliongeza uzito wa ngumi. Watu wote walinikamata, manake walishindwa kwa mmoja mmoja. Nikawa nasikia kwa mbali wanasema eti, leteni polisi, iteni polisi, huyu anaua. Hii jamani, Joa shakufa huyu, Joa amekufa. Niliposikia hizo kauli, ilinibidi niachane na yule jamaa. Sasa nirudi kumtazama kweli Joa. Niliporudi alikuwa chini kimya, uso wake umevimba kiasi kwamba huwezi kumtambua kama ndiye Joa, mke wangu mimi mwanamke. Mmoja nilimwona alichukua simu na kupiga polisi, na mimi nilikuwa radhi kabisa kuelekea polisi, ila nilichoka visa vya mwanamke wangu kwa sababu sipumui. Mimi kazi zilikuwa zinanichosha, bado naye nyumbani anisumbua. Jamani, huyu bado ni mzima huyu, hata msimpeleke hospitali wala kupiga simu polisi. Kazidi kumonea sana mume wake jamani, amezidi. Dada mmoja ni nesi pale tulikuwa tunaishi naye humo ndani alisema kumkataza aliyekuwa anaita polisi.
Kwa kweli, bora tu leo kafundishwa hata adabu. Labda tutapumua ndani, mwanamke muuni sana huyu. Yaani ukahaba tu. Hao ni mtu mbele yake anapita naye. Boda wote hapo wamemmaliza. Lo jamani. Hata hivyo Yusufu ni mwanaume. Ni mwanaume Yusufu, mimi ningekuwa nishaua. Kijana mwingine alizungumza hivyo na kuunga hoja. Swala la kusikia mabodaboda wote wameshatembea na mke wangu niliona aibu sana. Tulimbeba Joa mpaka ndani kwangu. Yule dada nesi alianza kumpatia huduma ya kwanza mpaka panakucha. Panakuwa vizuri. Joa ndo anaamka. Hali yake haikuwa nzuri kabisa. Uso wake wote umevimba na mwili mzima. Yaani unanipiga kisa mwanamke wako Yusufu? Na hapo alikuwa anazungumza kwa tabu sana. Na sauti yake ilikuwa ya chini. Sikumjibu. Niliinuka nikawa nimetoka nikaelekea kazini kwenda kuomba ruhusa. Nilimuuguza Joha kwa wiki 2. Akarudi kwenye afya yake kama kawaida. Alipona. Baada ya Joha kupona, siku moja nilikuwa nimepata safari ya kikazi ya kuelekea Kahama. Nilimwaga vizuri mke wangu. Na kule Kahama nilikaa siku 8. Nikamaliza kazi zangu. Siku hiyo ilikuwa ni mapema sana. Hivyo niliwaza nigeuke tu nyumbani siku hiyo hiyo. Wenzangu wakawa wamenishauri bwana tulale kesho tuondoke asubuhi. Lakini nilikataa kata mimi nikaondoka jioni ya siku hiyo hiyo. Nakumbuka nilifika nyumbani saa 4 za usiku kwenda saa 5. Nje ya geti lilikuwa wazi. Nikawa nimeingia. Sasa nje pale alikuwepo Zuu. Uwani maana yake. Yaani baada ya kuingia getini. Alikuwa Zuu baada ya kuniona kwa amesimama. Akiwa na mshangao. Mimi na yeye tulishaacha kuongea. Siku hiyo akawa amenifuata kabla sijafika mlangoni kwangu. Na mimi nilishindwa kuendelea kuingia kwangu. Nilisimama. Baada ya kuona anakuja kwa haraka upande wangu. Na sio kwamba mimi niliacha kuongea naye. Eti kwa sababu za kupenda, hapana, nilikuwa natamani sana kuendelea kuzungumza na Zuu. Ni binti fulani hivi mpole. Anajali umri wake. Ni mdogo sana. Kusema amepanga na ana maisha yake. Anaendesha biashara zake kwa kumkadiria ni binti wa miaka 23, 24 hadi 25. Na hakuwa ameolewa. Alipofika nilipokuwa, alinivuta mkono mpaka chumbani kwake. Na mimi nilikuwa naenda kwa sababu sielewi kwa nini ananivuta vile. Tulipofika chumbani kwake akawa ameniweka chini. Na mimi niliketi kitandani. Nikawa namtazama. Sasa anataka kufanya nini? Sikumuelewa. Akaniuliza, "Hivi Yusufu, nikuuliza swali." Nikamwambia kuhusiana nini? "Huyo mkeo umemtoa wapi?" Sikuelewa alikuwa anamaanisha nini. Nikamwambia kumtoa wapi kiaje? Si nimemtoa kwao. Basi kaa humu. Utalala humu. Yes, anasema mimi nina mahusiano na wewe. Leo kaja kazini kwangu kunifanyia fujo. Sasa mimi nimechoka na fujo zake. Wacha tushiriki kweli tu. Nikamwambia, "Dazu, embo acha masia." Nilizani anatania msikilizaji. Lakini kabla sijamaliza kuzungumza, nilishangaa kadaka midomo yangu. Kanikamata. Akaanza kurindima nayo. Nilibaki nimetoa macho kwa jinsi nilivyokuwa na mheshimu huyo binti. Wala sikufikiria kama atafikia hatua hii. Sikufikiria. Zuu akawa amenitaka pale nitoke kwake, lakini akili yangu haikuwa inawaza tena kuondoka. Nina muda mrefu sijakutana na hali kama hiyo. Na yeye kalianzisha, badala alimalize, anataka mimi kunisukumia wapi tena? Akaniambia nisamehe sana. Hapo nje naamini kuko salama kabisa. Nilisimama nikawa mbele yake. Tukaanza kutazamana. Yaani msikilizaji, nilipandwa na mzuka. Jamaa kwenye suruali alikuwa amekasirika vibaya. Akaniita Yusufu. Sikumpa nafasi kutoa maelezo. Zaidi nilikamata shingo yake. Nilikamata kidevu. Kinywa changu niliweka katika kinywa cha kwake. Na kisha nikaruhusu mrindimo wa ndimi tu kuanza kutalii ndani ya kinywa chake. Alisikilizia kama sekunde kadhaa. Na kisha naye alianza kujitoa ushirikiano. Nilijikuta msikilizaji nikianza kummaliza viwalo alivyokuwa amevivaa.
Na hapo akili yangu tena sina nilichokuwa nawaza, ni kuridhisha tu mwili wangu unachotamani kufanya. Tulijikuta tupo katika 6 kwa 6 wote tukiwa watupu kabisa. Tukaendelea na hali ya kukamatana. Wakati nikihitaji kumwingilia ili jambo langu litimie, alinisukuma kwa nguvu na kisha karuka pembeni. Nilimuuliza nikiwa nimepaniki sana, manake amekwisha kunitia katika hali fulani hivi, final stage. Akaniambia, Yusufu, naomba tusishiriki hicho kitu. Nikamwambia, kwa nini sasa? Huoni tumeanzia mbali? Unashinda tumalizie, tufike hitimisho? Akaniambia, siku nyingine. Nikamwambia, sasa siku nyingine aje? Yaani kivipi yani? Kwa nini wewe siku nyingine Zu? Bwana, hebu njoo bwana, tumalizie hichi kitu bwana. Nilizungumza na huku nikiwa nainuka kumfuata. Alipokuwa amesimama, akaniambia, Yusufu bana, mimi sijawahi kushiriki kitu kama hichi, na siwezi kufanya na mtu ambaye hawezi kuwa mume wangu. Naomba tuache, wewe una mke. Bwana Zu bwana, kwa hiyo wewe hapo unataka kuniambia kwamba wewe bado ni msichana kabisa? Au sijakuelewa? Akaniambia, ndio. Hebu acha bwana kuigiza bwana. Nilicheka mpaka nilikuwa nimerudi kitandani tena. Eti usichana wake? Yaani Zu bado msichana? Nikasema basi, ilo swala la kusema kwamba yeye bado liliendelea kunivuruga ubongo. Akaniambia, kama uamini basi sio lazima. Aliongea na huko anachukua nguo ya ndani na kuikandamiza katika mwili wake. Nikasema, hivi huyu yuko serious kweli kabisa? Ni kwa hiyo hanipi tena? Nilijiwazia moyoni, nikasema nikifanya utani sipewi kweli. Ikabidi nianze. Nikasema bila kubembeleza, Pastor Boy, nikamwambia, Zu, embo ona hali yangu, naomba hata kidogo tu mama yangu. So unajua wanaume tukitaka la kwetu sisi. Yaani nilijikuta na kuwa mdogo kama Piriton. Nilianza kumwelezea mwanamke, nilianza kumtukuza vizuri. Nilikumbuka hayo maneno ambayo wanakuambia mwanamke ni kumwambia maneno mazuri, maneno matamu. Hiyo siku linibidi kwa mara ya kwanza niwakumbuka washikaji zangu waliwahi kunishauri, Mr. Nai, na mimi nikaanza sasa kutoa maneno. Akaniambia, Yusufu, naomba nisamehe, nilikuwa na hasira tu na mkeo, manake ananikera sana, lakini nimeona hiki kitu sio kizuri. Nikamwambia, Zu, naomba tuongee. Tuko mimi na wewe hapa chumbani, achana kabisa na mke wangu. Tunashiriki leo tu mara moja, kwa hiyo na hapa itabaki ni siri yangu mimi na wewe Zu, lakini pia sitokuja kukuomba tena. Akaniambia, umeona sasa, mimi siwezi kumpa mtu hali yangu ya usichana, mwanaume tu anenipitia mimi, siwezi. Nikamwambia, hivi kweli kabisa wewe bado? Akaniambia, kama uamini si basi. Alizungumza na huku akichomeka funguo kufungua mlango. Nikamwambia, sasa kwa nini? Akaniambia, vaa uende. Kauli hiyo ilinichanganya sana, ilinichanganya ubongo. Yaani niende wapi? Muli ndani kwangu tunapolala kama mtu na kaka yake? Niache vitamu huku? Nilipokuwa nimeringishiwa kabisa, nikasema hapana bwana. Nikamwambia, Zu, wale na hapa, kama kweli wewe bado na kuoa, haki ya Mungu tena. Nilijikuta nimeropoka kitu ambacho najua kabisa sina uwezo nacho, wala kipo akilini kwangu, eti yani kwamba nioe mwanamke mwingine. Wa nini? Mimi Joa ananitosha. Ipo siku tutakuwa tuna furaha tu kama zamani, na nampenda sana mwanamke wangu. Yusufu, unasema kweli? Ile swali lilinipatia 50% ya kukaribia ushindi wangu. Na hapo nikakumbuka tena maneno wa washikaji zangu kwamba wanawake wanapenda kudanganywa, bila uongo hautoboi. Sijawahi kudanganya mwanamke kwenye maisha yangu, lakini siku hiyo nilitumia sheria za wauni. Nikamwambia, Zo mpenzi wangu, niamini mimi, yule mwanamke kwanza sijawahi kabisa kumpenda kabisa. Sina tu pa kwenda. Kama ni kweli mimi namwacha yule Joa hata leo hii. Nilizidi kutenda dhambi za uongo,
na huku nikiwa najua wazi kabisa kwamba ninachokiongea ni uongo mtupu. Zuu alikuwa kimya kitafakari jambo. Nikajisogeza alipokuwa. Nilianza kumkamata. Sio kama Joha mke wangu. Huyu alikuwa hata vijisasita vizuri vidogodogo tu. Nilipandwa na maruani. Sikutaka kuremba tena. Akili yangu iliniambia kwamba nikichelewa tena kwa sekunde moja tu nitasukumiwa nje, hautopewa. Lakini pia niliamini kwamba huyu mwanamke hakuwa na uhusiano wake kama alivyosema, ni mwongo tu, kama mimi nilipokuwa nikimwongopea. Zuu yalimfika pembeni, yalimfika ya ziwani, yalimfika baharini. Alijikuta yuko tayari. Nilimtandika msikilizaji. Tulijikuta kweli tumeshiriki mimi na Zuu. Na hata kweli ule usichana aliokuwa nao ulikuwa ni kweli. Nilimaliza mwenyewe. Baada ya kumaliza msikilizaji, manake nilijikuta vibao viwili nimepiga na kuweka kule. Nilipomaliza zoezi lile, nilimsukuma Zuu pembeni. Na kisha nikainuka nikamwambia, wewe Zuu, una matatizo gani? Au kweli wewe una ukimwi? Akaniambia, ndio mke wako alipokuambia, si ndio? Nilianza kuamini maneno ya Joha kwamba Zuu anatembea na wateja wake, yani kiufupi ni muhuni tu, japokuwa sijawahi kabisa kumuona. Lakini niliamini kabisa katika hili picha aliyokuwa amenionyesha kwanza. Niliona ni kweli. Mwanamke unawezaje kujirahisisha kwa mwanaume kiasi hicho? Kiukweli Zuu alijivunjia heshima yote kwangu. Amenivuta kwake. Tumesumbuana nimekinda viwili. Nilimwacha kitandani. Nikawa natoka. Nilipofika mlangoni funguo hamna na mlango umefungwa. Nikamuuliza Zuu. Nikamwambia, Zuu, naomba basi funguo mimi nitoke. Akaniambia, utoke uende wapi? Nikamwambia, Zuu bwana, sio kwamba mimi nacheka ujue nimefurahi. Naomba basi funguo maana nimechoka, nataka kwenda kupumzika. Akaniambia, nisipokupa utafanyaje? Utapiga kelele? Piga basi kelele, piga kelele, waambie watu kwamba nimekuingiza humo ndani kwangu kwa nguvu, alafu mimi nitawaaminisha kwamba mimi na wewe kweli tuna mahusiano. Unaweza kuanza, piga kelele. Msikilizaji, nilibaki kumshangaa tu Zuu. Nikasema, Zuu mbona kama ni mpole mstaarabu, amekumbwa na nini? Au hawa wanawake wananichukuliaje mimi? Nilizidi kupatwa na hasira. Lakini nilifikiria maneno yake, nikaona hapa kweli kama nitatumia nguvu watu hawatatuelewa. Hawataelewa kwa nini nimeingia humu ndani. Wataamini maneno ya mke wangu kwamba mimi natoka na Zuu, lakini pia nitamjibu nini Joha? Yule ni kichaa zaidi. Sasa ilinibidi niwe mpole. Nikarudi kitandani, nikarudi kukaa. Nikamwambia Zuu, mimi nataka kuoga. Maana nimechoka, alafu sijala. Ilibidi nianze kuongea kiustaarabu, labda anaweza kunielewa. Akaniambia, kuoga utaoga, kula utakula, lakini nje hautoki mpaka unitimizie ninachokitaka tena. Nikamwambia, unataka nini tena wewe? Unataka nini? Akaniambia, nahitaji tendo. Nikamwambia, Nilishtuka sana kwa jibu lake. Nikasema, huyu binti mbona kama hana haya? Akaniambia, unashangaa nini? Nikamwambia, hivi Zuu, wewe umechanganyikiwa au ndo uwaga upogi hivyo? Ila tu ulinificha makucha yako. Akaniambia, wakumficha makucha hata simuoni. Yaani nilivyo ndio hivyo. Yote hayo kayataka mke wako. Hawezi kunizalilisha mimi mbele za watu kijinga tu. Sasa nataka hata akija kunitukana najua kabisa amenitukana kwa sababu ipi. Zuu aliongea kiwa serious kabisa. Nikasema, subhanallah. Niliyatoa macho yangu baada ya kuona Zuu katupa kitenge alichokuwa kabisa amejifunga kwa mara nyingine. Alibaki vile vile. Ukweli nilikuwa nina muda mrefu tena sikushiriki, nishachapa ndio, lakini naitaka tena.
Msikilizaji, hii kulingana na mke wangu kuacha kabisa kunipatia tendo kwa muda mrefu. Nikasema hata tu nimguse. Lakini nikasema sijui nivumilie tu. Ila kitendo cha kuona Zuu akiwa mbele yangu vile vile nilijikuta nikimeza mate. Zuu alikuwa ni mtoto mbichi, mashallah. Alikuwa na hips nzuri zilizokuwa zimejificha kwenye mangoma makubwa makubwa, mara nyingi akiwa anavaa manguo hayo. Umbo la Zuu nilijikuta damu imechangamka. Alisogea, alinipatia ndimi. Nilifikiria, lakini kwa sekunde 5 nilimpatia ushirikiano. Na kisha kacha karudi nyuma, akachukua kitenge chake. Na hapo mimi mwanaume akili yangu ilikwisha kuhama kitambo. Alafu akaniambiaje, Yusuf, naomba nisamehe sana. Siwezi tena kukupatia. Nahisi ni hasira tu, unaweza kutoka. Hakuna mtu hapo atakayeweza kukuona tena. Msikilizaji, nilichoka. Nikasema ni amenipagawisha tarimbo lote lipo wangu linataka tamu. Inakuaje? Msikilizaji, usikose sehemu ya pili ya hii simulizi yetu ya mchepuko. Mchepuko kama mnayemwona, ili jamaa na mke wake, lakini ana mchepuko. Mchepuko Zuu. Mimi naitwa Mr. Linai simulizi. Nitaanza kufanya haraka mtapata jamani story, msiwaze. Asanteni sana kwa kunisikiliza, niwatakie siku njema. Bye bye.